Kuna video 3 za masomo haya ya uraia tuliyokuwa tumeandaa, video ya kwanza, ya pili na ya 3, ambao tumegundua ya kwamba tulikuwa tumetumia version ama taratibu ya zamani. Kama umekuwa ukifuatilia mambo ya mitihani ya uraia, utagundua ya kwamba mwaka uliopita mwezi wa 10 walibadilisha. Kulikuwa mbeleni kuna maswali 100, alafu wakabadilisha ikawa maswali 128. Sasa kitu ambacho kilitendeka ni ya kwamba katika maswali yale 128 walibadilisha hata taratibu ya vile maswali imepangwa. Tulikuwa tumetumia ya zamani. Kwa hivyo tafadhali ningependa kukuuliza, hizi video za kwanza utazifutilia mbali. Tumetengeneza hizi zingine mpya ambazo ndizo ziko na taratibu inayofaa, na kwa hiyo na waomba radhi hasa sana wale ambao walikuwa wameshaanza kuzitumia na labda umesoma sana, lakini maswali ni yale yale tu, ni vile zimepangwa katika njia tofauti kwa haya ya 128. Na kwa hivyo kama nilivyosema awali, tumetengeneza video 11 na zote zimewekwa katika kiwango cha maswali 12 mpaka hatimaye mwisho. Leo hii ninaanza na sehemu ya kwanza, ambalo swali la kwanza linauliza hivi: mfumo wa serikali wa Marekani ni gani? Mfumo wa serikali ya Marekani ni gani? Na jibu ni jamhuri ama jamhuri ya shirikisho inayotegemea katiba, ama demokrasia ya uwakilishi, ama demokrasia ya uwakilishi. Swali la pili: sheria kuu ya nchi ni ipi? Sheria kuu ya nchi ni ipi? Jibu: katiba ya Marekani. Swali la 3: taja jambo moja ambalo katiba ya Marekani hufanya. Taja jambo moja ambalo katiba ya Marekani hufanya. Jibu: inaunda serikali, ama inaeleza mamlaka ya serikali, ama inalinda haki za watu. Swali la 4: katiba ya Marekani inaanza na maneno sisi watu. Maneno haya yana maana gani? Katiba ya Marekani inaanza na maneno sisi watu. Maneno haya yana maana gani? Jibu: kujitawala, ama watu wanapaswa kujitawala, ama ridhaa ya wanaotawaliwa. Swali la 5: mabadiliko hufanywa aje katika katiba ya Marekani? Na jibu ni marekebisho ama mchakato wa marekebisho. Kwa Kiingereza tunasema amendments ama process ya amendment. Swali la 6: Bill of Rights inalinda nini? Bill of Rights inalinda nini? Jibu: haki za msingi za Wamarekani, ama haki za msingi za watu wanaoishi Marekani. Swali la 7: katiba ya Marekani ina marekebisho mangapi? Katiba ya Marekani ina marekebisho mangapi? Jibu: 27. Swali la 8: kwa nini azimio la uhuru ni muhimu? Kwa nini azimio la uhuru ni muhimu? Jibu linasema Marekani iko huru kutoka utawala wa Uingereza. Linasema watu wote wameumbwa sawa. Linaeleza haki za asili na uhuru wa mtu binafsi. Swala la 9 ama swali la 9: ni haki gani ya uanzilishi iliyosema makoloni ya Marekani yako huru kutoka Uingereza? Na jibu ni azimio la uhuru ama Declaration of Independence, azimio la uhuru. Swali la 10: taja mawazo mawili muhimu kutoka azimio la uhuru
na katiba ya Marekani. Taja mawazo mawili muhimu kutoka Azimio la Uhuru na katiba ya Marekani. Jibu: usawa ama uhuru ama mkataba wa kijamii ama haki za asili ama serikali yenye mipaka ama kujitawala. Unaweza chagua kati ya hizo, unaweza chagua mbili kama jibu lako. Swali la 11, maneno maisha, uhuru na kutafuta furaha yako katika hati gani ya uanzilishi? Na jibu ni Azimio la Uhuru, kwa Kiingereza ambayo tunaita Declaration of Independence. Swali la 12, mfumo wa uchumi wa Marekani ni upi? Mfumo wa uchumi wa Marekani ni upi? Kuna mtu aliniuliza swali kuhusiana na hili na nitaeleza kidogo. Jibu ni ubepari, ama kwa Kiswahili kingine tunaweza sema uchumi wa soko huria. Uchumi wa soko huria. Hapo ndipo tunafikisha mwisho wa sehemu ya kwanza. Ukitaka mambo mengine zaidi ama ukiwa na maswali, usiogope, nitumie ujumbe ama unipigie simu. Nambari yangu ni 615-330-1620. Kumbuka, mtu yeyote ambaye hafanyi mtihani wa Kiingereza inabidi kwanza umuone daktari, ndio yule daktari aanze kupeana report. Tukifanya application tunaweka pamoja na ile report. Kwa hivyo kama unahitaji msaada kama huo, tafadhali vile vile unaweza niongelesha. Asante, tuonane kwa video nyingine.